Isa Tambula kile tuko na CEO Doto Magadi, mtu mwenye ugonjwa wake mjini, wanapenda kusema kama hivyo. Karibuni sana na habari. Leo umetuita. Naona jambo hili liko linasubiriwa dunia nzima au jamii Tambula. Mr. Waya. Labda nikwambieni, kwenye haya maisha kwa sisi tunaipenda kuisemea serikali vizuri, huwa tunabezwa sana na mambo mazito. Ndio kama haya. Nadhani mnamjua yule mwanaharakati alonibezi kunipa malazi. Hatuwezi kuyataja malazi gani haitakiwi kwenye taasisi. Kwa hiyo sisi tunaisemea vizuri serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Mama Suluhu Hassan. Sijui umeelewa, au Kizimkazi ukihitajika utaitwa. Kwa hiyo wale wanaharakati wanajitahidi sana sisi watuchafue kwenye namna nyingine au namna hii. Wanajitahidi sana na ndo kama hivi. Sina kosa lolote, simjui, hanijui. Sina hata namba yake. Sijai kukutana naye kokote. Sio, unanielewa? Lakini ghafla tunatokea kunichafua kwenye mitandao ya kijamii kutokana naona na upendo wetu tunavyopenda serikali yetu na tuna misimamo. Sio, unanielewa? Kwa hiyo mimi namuona huyu ni mtu mjinga na nataka niombe wanahabari, natoa fundisho ili hata kwa mwingine akija kumfanyia mtu mwingine kama hivi ni kosa kubwa, ajutie. Kwa hiyo isije kwa tena usubutu kwa mtu mwingine, aogope. Tuheshimiane, tufanyiane mambo yote, lakini si katika kupeana malazi na unahakikisha wananchi kuwaaminisha. Najua wengi hawezi kuwaaminisha, wengine wataamini, wengine hivi. Kwa hiyo leo yule nataka nimfundishe ili watu wasije kumwamini tena. Wajue kabisa kwa yule mwanaharakati ni mchochezi na muuaji. Si unanielewa na habari? Nakuelewa. Maisha yangu yote simjui hata kichogo chake kikoje. Na mimi neno langu la mwisho alivyonichafua nilimfuata DM. Nikamwambia wewe kichogo una lolote. Sawa bwana, unitishi chochote. Kichogo kama kengele wa Sabato ndo kisa kilianzia hapo. Kwa nini unaniambia mimi kichogo? Kataaruki. Ndo akaanza kutililika. Nitakuonyesha, sijui nitakupa nini. Mimi sijui nini. Vitu vingi ujue, mimi sijui kusoma. Wapo watu wanasema nani nina mkeka wake. Haina budi kuwaonyesha. Lakini nina mkeka wake mkubwa sana. Ndio, mjomba, lakini anasema mlishawahi kwenda kuchukua dawa hospitali moja. Maisha yangu yote simjui wala anijui. Simjui wala anijui maisha yake yote. Sijui umenielewa? Sijai kukutana naye kokote. Oya mimi babu ujue. Wajukuu wengi wananifahamu. Mimi mtu yule nikikutana naye hata muuza karanga lazima nipige naye picha. Kwa hiyo uthibitisho wake mwambie aonyeshe tu picha yuko na Doto Magadi. Sijui umenielewa? Asiweke AI. Najua nyinyi wasomi AI mnazichezea sana. Aweke tu picha live namsifia au tumekutana au tumekaa sehemu. Sijui mnanielewa? Unaenda kumkomesha. Kuna hatua unaenda kuzichukua au unaenda kufanya nini? Tayari nishachukua hatua na wanasheria 5 mimi na serikali 3 waka makampuni binafsi 2. Sinione tu babu anapiga kelele. Niko vizuri. Unajua wasomi na watania na ndo wananikubali, ndo wananifundisha elimu na ndo wananisaidia. Kwa hiyo mimi wasomi ni rafiki zangu. Sio, umenielewa bwana? Kwa hiyo leo nitaenda kuonyesha, nitaenda kupima. Kule waandishi wa habari hawatakiwi kwenye taasisi. Si unajua kwenye hospitali haitakiwi. Kwa hiyo nitaenda mwenyewe kupima, nitarekodi, nitawaaminisha wananchi. Kwa nini unatumia nguvu kubwa hiyo kuaminisha wananchi? Siwezi kutumia nguvu kubwa. Hili jambo tayari liko kwenye jamii. Hata nisipoenda kupima, hakuna anonisumbua. Kwani babu afya yangu si mnaiona kila siku ndo hii? Zile picha alikuwa anaonyesha hapa nilikwambia ni za zamani. Malazi hapo tunatokaga Dubai tunabadilisha hali ya hewa, mafua, damu, maji unaongezwa mwilini. Hivyo vitu hata wewe mwanahabari ushaongezwa sana maji. Kwani wewe unaumwa? Kuna swali? Mjomba, watu wanajiuliza. Sorry mimi ndio. Swali langu ni kwamba unaenda kupima ili uaminishe jamii. Nataka utujibu kwamba kama utakutwa una umeme utafanya nini? Jambo la kawaida, jambo la hili nitaupokea kama nilivyoyapokea haya. Niliwaambiwa na TANESCO, babu umeme ukikatika tumfuateni babu. Kwa hiyo nitapokea. TANESCO nitaipokea, siwezi kuipinga. Hata nyie tunakoelekea. Labda kwanza nikuhakikishieni. Unajua kwanza ile jambo tunalitaja la TANESCO ni kubwa, malazi yanilopewa. Haya malazi ya kitajiri. Mwingine huwezi akaa kwa kukutana naye kwanza lazima akwambie nijengee. Kwa hiyo msiadharau. Kwa wale waliokuwa na malazi haya tuwaombeeni dua. Sawa bwana? Mungu asimamie kwa sababu wametumia gharama nyingi mpaka kuyapata. Sawa? Kuna mwingine ukakutana naye huwezi kumdonyoa mpaka umjengee. Na huwezi jua kama anakupa malazi au anakupa mema. Sio, umeelewa? Kwa hiyo msiaseme tu kiolela olela. Malazi ni gharama ujue. Sawa. Kuelekea kwenda kupima. Baada ya wewe kupewa hizo tuhuma na leo unakwenda kupima, kuna namna roho yako pia ina ile wasiwasi kwamba ngoja nikwambie, ndio maana narudia tena. Hili jambo ni kubwa kwa mtu ambaye asiweza kulibeba. Sasa hizi kawekwa drip, yuko na washauri wamemzunguka. Sawa bwana? Wako na washauri wanaoelimisha hili swala wamemzunguka. Au mwingine kashajiua. Au mwingine kashajipigisha ajali na daladala. Kwa hiyo vitu vingi ni jambo si la mchezo. Lakini kutokana na mimi mwenyewe ni umri nilofikia nao, hii ni changamoto ndogo kushinda tulizokutana nazo nyuma. Mpaka tumefikia hapa, nyie mnanijalia leo, mnanipa heshima yangu.
Kuna watu kompresia kiita analipia, lakini nyie upendo wana habari kwa sababu najua Doto yuko kwenye jamii, Doto yuko kwenye mtazamo wa kidunia. Doto anaongea vitu vizuri, leo imekuaje? Kakumbwa na nini? Hata nyie mmeumia. Ndio, hamwezi kwa nini babu yetu kila siku tunakula naye miwa anamaliza miwa mifuko viwili. Leo babu asimalize miwa. Ndio, kauli zote alizozungumza yule dada. Pia amesema baadaye najua tu atakuja na majibu ya uongo ya vipimo kwamba ameenda kupima kimipango. Yaani pia alishaweka. Ngoja samani, yule ni muongo. La narudia tena kwanza, msije mkamwamini tena. Kumbukeni yule ni mwanaharakati na tatizo lake ni kubwa mnalijua kwenye jamii mpaka akakimbia nchini. Sio, mnanielewa? Halina budi kulitaja. Ingekuwa waandishi wa habari wanaaminiwa kuingia kwenye taasisi za mahospitali, nadhani wote mngeenda. Lakini kisheria haitakiwi. Mimi sijasoma, lakini wengi wasomi wananisaidia. Wananiambia Doto, tunajua leo unataka kuionyesha dunia nini unachokifanya. Lakini hospitali waandishi wa habari hawatakiwi. Mimi ujue nina watu wananiangalia. Sio tu nakurupuka. Kwa hiyo sasa sio niwaaminishe vipi? Nadhani nitaaminisha kwa kamera itarekodiwa. Sura uwe live Instagram. Wewe una akili sana. Una kichogo chake kama Tufudenke. Una akili sana. Wasomi hai. Leo babu sikuangusheni. Siwezi kuchana mkeka. 1 minute, you know, some people day. Miongoni mwa watu ambao wameonyesha kukunanga katika kipindi hichi kigumu ni pamoja ngoja nikwambie watu wengi anafurahi sana. Hilo mimi siwezi kuwa mdogo. Labda yeye ndo alikuwa anatafuta followers kama huyu Mtufudenke alionichafua. Alikuwa anatafuta watu. Unajua kuna wengine wanatafutaga followers kwenye matatizo ya mtu. Wengi mimi wamepata followers kupitia matatizo yangu. Na mimi nashukuru umenipeleka mjini, umenipa matangazo mengi makubwa siwezi kuyataja. Unajua dunia sasa hivi inaniangalia mimi Hakuna Messi, hakuna nani, ni mimi. Hakuna chochote kwenye mkoa wa Dar es Salaam au nchi nzima. Hata wale kwa Ulaya nani, hakuna, ni mimi naangaliwa babu. Sababu napendwa. Angalia Ulaya nzima watu wametaharuki. Kina Chimmakeke, dada zangu wote wa Ulaya wananipenda babu yao. Chimmakeke ujue mwanangu muuni. Kaaso tukotokea sisi. Kwa hiyo lazima apinge hivyo vitu. Kwa hiyo Issa ni mmoja ambaye ngoja nikwambieni, kumbukeni unaomuonyesha njia ndo anakuaga adui yako. Siku zote unaomuonyesha njia ndo anakuaga adui yako wa kwanza ili akuzuru. Kwa hiyo Issa anafurahia mimi nipate garika ili apate kuhadisia auze magari yake. Na mimi garika alinikuti. Mimi na mwanamke mmoja, kumbukeni babu yenu. Mwaka wa 30 Bi Aisha. Yeye ana wanawake 4. Kuna wa Facebook, kuna wale wanaongopea watoto wa chuo, kuna wale walabu wanaokutana nao kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hapo angalieni nani ana tatizo. Sio, umenielewa Tusiongee sana hapa, tuko kwenye mambo ya malazi. Kwa hiyo kumbukeni yule ni mtu mjinga, alikuwa anatafuta followers. Na wengi walimsema wenye heshima zao. Wewe Doto ana majanga. Si majanga. Kasingiziwa matatizo kwenye dunia. Unakuwaje unafurahia? Ndio jana anapiga simu na daktari wake wa uongo. Ni mtu mjinga, tukimtaja kati tunampeleka mjini. Kwenye listi ya watu unaoenda kuwachukulia hatua, Issa Mwijaku ni mmoja ya watu ambao wako kwenye orodha yako. Wote wapo hao. Issa Tambuu atanilipa hela nyingi tu. Kwa sababu huwezi kunisingizia mara. Huyo ndio usiseme. Gorofa yake naenda kulala mimi. Walai nakwambia natandika mkeka, yani siwezi kuongea, mekende zinaning'inia na lala juu. Haki ya Mungu. Nampeleka mahakamani namfunga. Hawezi, hana kizuizi. Utamwomba shilingi ngapi kama? Yule nachukua mpaka miswaki. Sina cha kumuomba, nabeba kila kitu. Si unajua na sheria wakishavumbua vitu. Tayari akishakutwa na hatia. Yaani nabeba mikeka, miswaki, kila kitu. Yaani asiondoke na chochote, barubu aache za chooni, yale maua, wale mbwa wake wale wote. Yaani nabeba kila kitu, yale magari yake. Yaani mpaka nguo simruhusu kuondoka. Sheria inasema hivyo. Yaani aondoke, siwezi kuongea sana. Kichwa mviringo kazi unayo, unanilipa hela nyingi. Nyumba unaiacha na lala mimi babu. Doto, mimi najua unafanya kazi na makampuni mengi. Kulingana na hichi kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii, hakuna kampuni yote ambayo labda imekuletea shida au hakuna shida. Labda nikwambie, ukiona kampuni imekuletea shida, hao wanafiki hawajakuwa naye pamoja. Wengi wanaona ni jambo la kawaida. Kama watu wanabezwa vikubwa, itakuwa mimi kubezwa malazi. Why? You know. I make sense, I need you. Kwa watu wako karibu ni Issa Rubegani wanakubeza. Yule. Oya, nikwambie kitu, wewe mwanahabari, siku zote msaidie mtu maisha, baadaye anakuwa adui yako. Kumbukeni hilo neno. Mnakumbuka Issa mlikuwa mumjui nyinyi. Issa aonekane kwenye mitandao ya kijamii, lakini mimi kumchukua, kumtoa kule Tegeta kwenye kuuza majeneza, sawa ni biashara tukatai. Kwa hiyo lazima awe na chuki. Unajua mimi ni mtu mkubwa kushinda yeye. Mimi naangaliwa sana na jamii. Sababu mimi nimenyooka, sijasoma, naongea vitu vya ukweli. Sipindishi. Ndio maana mimi kwa jina langu mtu mwingine sasa angekuwa na mabausa wamenizunguka. Lakini mimi natembea peke yangu. Hata nyie mnapenda, mnaona babu mbona kajiachia? Babu mbona hana mambo ya show off? Na ndio ninavyopendwa na watu kwa sababu mimi sifeki maisha. Sijui mimi najikubali. Sio unaona sasa miguu ina vumbi ndala, kanzu langu lina mchuzi wa maharage. Mwingine hivi angejiandaa lipustiki, mwanamume angepaka paka wanja. Wapo wasanii wanapaka wanja kwenye interview, malipustiki yale kama ya mjukuu wangu. Lakini babu ngeni hivyo kauka, mzalamu. Nimekunywa miogo na chai sasa hivi na vidagadagaa nini? Tawile.
Tumeona pia mbunge Baba Levo ameshow love kubwa sana kwako. Ngoja nikwambie, ni kitu cha jamii. Kwa hiyo unapendwa na wengi na waheshimiwa. Kaona kwa nini unaninadi kitu cha hatari? Kama mimi eti niambiwe Mwijaku katokana na kitu hichi afu mimi na kinadi. Tunanadi ni pale kwenye ujinga. Lakini kuna vitu muhimu unaviacha. Au mimi siwezi kuona Mwijaku kafumaniwa nikapiga kelele. Havitakiwi vile. Pale unampa adui attention. Tutamwombea dua tu yaishe. Basi, lakini jambo hili anapiga kelele anajiliza uongo. Kuna vitu anajiliza yule, nyinyi hamjui. Doto, mimi nilitaka kuuliza kwenye zile tuhuma ulizopewa. Shadi alizungumzia tuhuma mbili. Ya kwanza ilikuwa hiyo ya maradhi, lakini cha pili akasema wewe unapita sana na watoto. Mabinti wengi sana, wanawake wengi. Bila kuambia ni kweli kwamba wewe unapita. Ngoja nikwambieni. Siku zote inavyotokea kitu vingi, kila adui ndo atapatia chance. Nadhani mnaona hata wanaume wenzangu kwenye mitandao anaongea vitu ambavyo anatakiwa aongee mtoto wa kike. Na mimi unajua nafuataga DM na atukana, waonyeshe DM zao. Na oya, na atupia makombora. Si unajua mimi niko live. Oya, makombora, oya nyewe visikolo kwinyo mnao DCDC kwenye mitandao umecomment. Waambie, onyesheni DM zenu unavyotupia makombora. Tena wengine wanaume kabisa. Tuacheni tu kutaja sana jamii na tuangalie tunatakiwa busara. Lakini mimi naajibugi kwenye DM makombora mazito. Kama wana akili akionyesha ndio utajua kweli jamii nyingine. Baada ya muda si mchache sasa hivi naenda hospitali. Nitajirekodi ikiwa live na nitaposti majibu na habari na kombeni muyasubirie, muyarushe kwenye mitandao ya kijamii, jamii ya kiki. Kama huyu mtu ni muongo na wasimwamini tena, ni adui kwenye nchi yetu. Ni jasusi. Na sie mimi hata mwingine anaweza kamvaa kama mtu anakaa anajirekodi anasema mwenye bleach ana malazi, mwenye kujichora tattoo. Wasomi wangapi wana matatu? Kwa hiyo wasomi wana malazi. Kwa hiyo Talanka hapa na malazi. Kajichora haya. Wewe mwana habari umejichora, mnaona? Kwa sababu yule mtu Fudenke anaongea ujinga ndio mumwamini yule, malazi yake amekuja kwenye akili, hajaja kwenye mwili. Si umeelewa? Wewe bipolar yako imekuja kwenye akili, hajaja kwenye mwili kukukondesha. Huwezi kuambia watu eti alojichora hivi, haya wewe tayari unao.